nilikuwa mtu kama huyu. Imani yangu imeniokoa. Baada hata kando ya kutembea kwa makanisa, nilikuwa mama muongo. Niko na watoto wawili, baby kuja. Mpaka nitoe mtoto wangu salamu peke yake. Kitu nilifanya ni kitu mbaya. Binadamu hafai kufanya kitu kama huyu. Huyu ni first born. Anaitwa Mercy Atieno. Tulikuwa na msichana, wanasema bad companies ina lead kwa maneno mbaya sana. Tulikuwa na msichana anaitwa Sophie, akanidanganya kwa na watoto wawili. Na ni mkubwa, mimi pia nikaona niko na watoto wawili, baadaye ananiambia niko na watoto wa 6. Shetani na kierere, kila siku nasema shetani ako na kierere. Ukiitisha uongo, yeye anaingisha nini? Vita. Ukiingisha chuki, anaingisha, wanaingia wote, na unajua kila mtu anataka kufanya kazi yake hapo. Uongo iliniingia, nikadanganya mbele ya mtoto. Hakujua, lakini kuna kitu inaitwa shetani. Akiona ameshinda, juu kila shetani ako na power yake. Wanatumwa kila jioni, nenda kaweka uongo katika huyo mama, na huyo kisasucceed wao wanapewa cheo. Kupata cheo kwa maisha yangu. Nilidanganya mtoto, sio mtoto wangu. Nilisema mama ya mtoto amekufa, niko na mama. Huyu ni mama, napenda kumuita mama yangu. Hiyo shetani iliingia kwa mtoto, nikipiga simu nyumbani, hataki kushika, na itabidi aite mama yangu mama yake. Wapendo, dada yangu alitengeneza mpaka birth certificate. Mimi nikakuwa sina mtoto. Na kando ya hiyo, saa zile nasema hii nataka nisonge. Sasa hii ningekuwa Uganda nafikiria. Na sio kwa kupenda kwangu. Wanataka kunioa ndio wengi. Na Mungu alinibariki, si kwa mtu kutembea huku na huku. Utaweza cheka, ni kitu ya uchungu nikifikiria juu nilianguka kwa maji. Mpaka niseme ukweli yangu, juu sijai sema ukweli. Ukitaka kusema wewe si mama ya mtoto, mama yake ni nani? Msichana mmoja alinihubiria anaitwa Nakida. Akaniambia, "Ako hapa ndani. Kama unasema una watoto wawili na uko na watoto wawili, ukasema mmoja amekufa. Tuliambiwa tuende tuseme ukweli, sikio mimi kwa nasema ukweli kwa plot, juu nimekuwa mama muongo. Nifunguliwe." Mtoto kumbe kusema hivi umekufa. Aliniambia ukisema umekufa na uko hai umekufa. Ukuja hapa nikaambia pastor, kaniambia kweli nilikuwa nimekufa. Nafaa nitubu, nirudi vizuri. Nilitubu, Mungu akanisamehe. Kando ya hiyo nilikwambia shetani na kierere yake. Juu aliingisha uongo, akaingisha tena chuki, na akaingisha vita. Sasa ujue vita yeye pia anataka pigane juu yeye pia akipigana anaita mwenzake. Na mwenzake pengine ukufa ama uwawe. Juu kila mtu mpaka perform duty yake. Nimekuwa mama mbaya, nimekuwa mtu hata kanisa siendi. Nilikuwa na mizigo mizito. Hata vile unaniona hivi kama single mother. Huyo mume wangu siwezi kataa kusema juu nafurahia maana alienda kaoa. Nili waste time yake juu nilikataa kurudi, niku kwa kupenda kwangu, ni shetani alikuwa ananitembeza. Baba yangu angeweza kujua shida ya Alice ni nini juu. Wanasema Alice naye sio mtu akukaa kwa watu. Wakaniweka niko na roho mbaya, na mimi niko na roho nzuri sana. Sasa zile wanasema sitaki kwa mtu ni kitu kidogo. Saa zingine mtoto achukue hata kitu kama na nikikatazwa, mimi nakuwa mkali. Tukikuwa mkali, si itabidi ufukuzwe juu ni nyumba ya mtu huko. Nashukuru Mungu kwa sababu amenitoa mahali mbali. Ndio nifike Nairobi, iligharimu Mungu kazi kubwa sana. Juu ilibidi nifukuzwe na watoto, kumbe nilikuwa nafukuzwa na nikaribishwe. Wanasema ukifungiwa, Mungu kwake ukigongo unafunguliwa. Na ufunguliwi kama una imani, au ufunguliwi kama unyenyekei. Nilinyenyekea kwa Bwana. Sina uoga hata nikisema. Ni mingi, acha niwaachie wenzangu wenye tulibatizwa nao. Nimebaki free, niko huru. Asante. Amen. Karibu sana, naomba wewe sasa kwa mwisho ili tukapate kuendelea mbele. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikisimama hapa mbele namshukuru Mungu kwa sababu siku ya leo itabakia kuwa siku ya kumbukumbu maishani mwangu. Ni siku ambayo kusema kweli, yani naweza nikasema nimevikwa vazi jipya, ama kuna kitu kimepandwa ndani yangu kipya. Mwanzo huo ubatizo ni jambo ambalo sijawahi fanywa. Mimi nilikuwa napaka tu maji hapa kwa kipaji hapa, alafu inaisha hivyo. Sasa kulingana na vile walisema ni kutubu dhambi, mimi kusema kweli
Mungu mwenyewe ananielewa kutoka kwa utosi wangu hadi kwenye nyayo zangu za miguu. Lakini lipo moja ambalo sitalinyamazia, ni lazima niseme. Kusema kweli, tangu niingie kwa hii nyumba ya Bwana nimeona mkono wake. Ni mambo mengi ambayo yametokea mazuri pale kazini, kokote kule niendako. Lakini kuna lingine ambalo nimeona huwa nafanya lakini si sahihi. Yaani nimefika nyumbani mwa Bwana lakini nimebadilika kama kuwa mwindaji. Wengine watashangaa nikisema mwindaji na maanisha nini. Tukirudi kule ninakotoka, hata ukimuuliza tuseme ndugu Bonga niulize unatokea wapi, vile nitamwambia tu Bunyole, kitu chenye atatamka cha kwanza ni Omsala. Na sio eti ni dawa, ni matawi fulani hivi watu wanayaelewa. Sasa hapo mahali pa kuwa mwindaji, unajua mwindaji anapotoka kwenda mawindoni anachukua mkuki wake na labda kile kikapu ambacho atabebea windo lake, na pia anamchukua mbwa. Lakini vile wanakuwa mawindoni kule, mbwa ndiye anatia bidii zaidi, hadi anafukuza windo, anashika hata bila kutumia ule mkuki wake mwindaji mwenyewe. Lakini kipindi kile sasa mbwa atakuwa amelishika ile windo, mimi kama mwindaji nitakuja nimgonge mbwa kiboko ama fimbo ambayo nilionao. Setine hata mbwa anashangaa, mbona huyu jamaa amekosea, alikuwa anataka kugonga windo ama ni mimi? Mbwa akizidi kushangaa hivyo, mimi namgonga nyingine ili awashirie windo. Mbwa amenisaidia kweli kupata windo langu. Lakini sasa vile naenda nyumbani nachuna windo, hilo windo lenyewe ngozi nalichoma. Mimi mwenyewe nakaa naanza kula zile nyama nzuri, zile mifupa rahisi. Mbwa nitamtupia mfupa, na mbwa ndiye amenisaidia. Wapendwa, nikija hapa Nairobi, mimi sina vyeti vya kidato cha 4 ama sina masomo yote yale. Mungu ndiye alinielekeza nikapata ile kazi. Lakini kusema kweli nimekuwa nikitenda jambo lingine baya. Yaani kipindi kile ikifika wakati wa kutoa na kuja na vijisababu ambavyo havieleweki, nakosa kumtolea Mungu. Eti namwambia pastor, pastor huu mwezi, yaani majukumu yalikuwa kibeo. Lakini Mungu naomba akanisaidie nikapata kujua, akanipe kiu na njaa ya kusoma neno lake na kulifahamu vizuri, angalau nisije nikarudia kusaili. Na si mimi peke yangu, najua kuna wengine umumu tu, si mimi peke yangu. Sidhani kama ni mimi peke yangu, lakini naomba Mungu anisaidie, anibadilishe. Mwanzo sasa hivi mimi ni kiumbe kipya. Mimi ni mpya kabisa kulingana na vile ninavyojielewa. Amen. Ni hayo tu, na mbarikiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe tena. Amen. Wacha nishukuru huyu Mungu mahali amenitoa. Ni kama mwezi mzima na 2 weeks hivi kama sijakuja church. Nilikuwa kwa nyumba kwa aunti yangu, sikuwa na kazi. Sasa jana Tabasa akaniambia, mama unakuja church? Nikamwambia basi sina fare hata ya kukuja. Akaniambia, mama unajua kesho nitaingia kwa maji. Nikamuuliza basi kesho inabatizwa? Nikamwambia pastor pia akanipigia simu kitu kama saa 10 hivi. Uko wapi? Nikamwambia pastor niko kwa nyumba, niko Kawangware. Akaniambia unakuja nini church kesho? Nikamwambia pastor sina fare. Pastor alinitumia pesa, nimekuja church. Bwana asifiwe. Najua Mungu amenibariki kwa sababu pastor mwenyewe ndiye amenitumia fare ya kukuja church. Wangapi wa pastor wameshatumia pesa kama Eunice? Bwana asifiwe. Tena nimefurahi sana. Evans umeingia kwa maji. Lakini tangu Evans, yani bila aliingia kwa church, sikuona Evans kama kosa. Evans kumbe ni wewe mtoto wangu. Nimefurahi sana, yani mahali
Mungu ametoa Evans. Hebu Evans salamia na mkono tafadhali. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe Evans. Unajua sababu ya nini? Huyu mtoto alinisumbua kama bado ni mdogo, mpaka amekuja Nairobi, mpaka leo huu Evans ameokoka, ameingia kwa maji. Bwana sifiwe. Kama sio Mungu ni nani? Mungu, najua Evans utakuwa tu pastor kwa baba yangu. Najua kwa baba yangu saa hii Evans atakuwa pastor na watoto wengine. Najua atakuwa yataokoka sababu ya Evans. Najua hata Tony Dr. Baby ndio last born anaitwa Baby. Bwana asifiwe. Hata kwa pastor nimefurahi sana kwa sababu kitambo pastor alikuwa anasema Mama Evans kwa tuna imani Evans atarudi kwa church. Lakini sasa imefika Evans amerudi kwa church mpaka ameokoka, ameingia kwa maji. Bwana asifiwe. Nimefurahi sana siku ya leo. Amen. Bwana Yesu. Haleluya. Itakuwa uende pole pole. Sasa tumefika sasa. Je, ukifika nafaa sasa ufanye umefika. Huyu mama by the way nimemsumbua sana. Nilikuwa na shida ya kupotea. Ndio mimi nilikuwa napotea by the way. Nimepotea mpaka huyu mama alikuwa na hiyo mwili. But mimi alifanya mpaka aliniambia siku moja nitakufa juu yako. Mimi nilikuwa nalala nje, nachukua gunia, naingia kwa msitu, naingia huko. Nalala huko, kifika asubuhi naangalia nje, naenda kwa sehemu zingine yenye sitaki na anipate. Na kuanzia kitambo nilikuwa mtoto. Babangu awelani na yeye. Tangu nilikuwa mtoto mpaka sasa hivi. But siku hizi naona nikienda siku hizi ananiita mtoto wangu. But huyu mama nimemsumbua kusema kweli. Nimemsumbua. Angekuwa anakufa angeshakufa. Na I think kuna wakati aliniambia kitu. Siku yenye nitakufa nitaona ukibaki na furaha. Nikakaa chini, hiyo jambo iliniingilia sana, nikajibu, nikaanza kujifikiria, nikaanza kujieleza. Mbona huyu mama ameniambia kitu kama hivi? Na kama kuna shida, wacha nirekebishe hiyo shida yangu, nirudi kijana mzuri. Hii mambo ya kuja chacha hapa, mimi sikuwa hivi. Nilikuwa na rasta, Michael kwela muongo. Nilikuwa na rasta. Na ndevu yangu ilikuwa inafika huko. Ndevu. Ndugu yake anaitwa Kevin. Akona ndevu, so nilichukua hiyo. But niliingia kwa ujambazi. Nilikuwa jambazi hatari sana. Mimi nilikwambia nakuja kwako kuchukua walai mbele ya Mungu. Uweze nishinda. Nitakuja na nitamake sure na sisi niko na wetu, niko peke yangu. Paka ikafika babanga akaniogopa. Nakumbuka sister yake ule, kuna wakati niliongea shuhuda hapa nikisema kuna mama nilipigia simu nikaenda kwake. Hiyo wakati wanasumbua na mamangu, nikamwambia ujue mimi ni Mungiki na nitakuja kwako. Walai mbele ya Mungu tutakutoa kwa nyumba. Sasa ile jina ilikuwa huko nyumbani ama kwa kina mamangu, Eunice amezaa mjambazi hatari, ambapo alikwambia anakuja. So hadi yani kila mtu hapo ananitaka. Nikienda kila mtu anakutewa tu maji. Kila mtu kipita hapa. Kila hivyo. Sasa mamanga alikuwa anabaki tu. Alafu huko kwa boma letu, babangu kuna mtoto watatu, huyu mama wa pili. Mama mkubwa hapa na kijana ambapo tunatoshana. But nikisimama kwa hiyo boma kuna mwenye anaongea, sababu nikasirika na kwanga mtu mwingine mbaya sana. Alafu panga nilikuanga nayo karibu sana. So in any case tukikosana vizuri kidogo tu lazima tuonane. Na huyo mama kwanza nimemtusi mbaya sana. Nimemtusi na ni mama nilimtusi. Mama naomba nisamehe. Maana ona kiona nimevaa koti. Mungu ndiye ameingia. Na nazidi mimi huwa kila usiku naamka mara 3. Kwa nakienda kulala na saa 8 ama saa 9 na saa 11. Jambo la kwanza naambia Mungu, fungulie mama njia, niweze kubariki. Na uinue hiyo boma juu. Ndio hiyo boma letu ilikuwa mpaka imebadilisha jina, inaitwa kwa umaskini. Nasikia kwa umaskini. So nilikuwa na imagine hiyo lugha ama that language, nilikuwa na imagine. But nakumbuka hata kuna wakati akanipeleka course. Nikaacha pesa. Na just imagine mama anaamka asubuhi,
anaenda kufulia mtu ndio niende hiyo kosi yangu, lakini bado nakimbia tu. But akaniambia sasa mahali nimefika, mambo yangu na kosi imeisha hapo. Sasa ile kitu iko, wewe angalia vile unafanya. Mimi mambo na stima niliingia kwa ujuzi yangu. But ile kosi alinipeleka ilikuwa welding. Na nikaachana nayo, nikaingia. Nikaanza kulearn maisha sababu aliniambia kitu moja, wewe duniani itakufundisha na utakuja kuniambia. Sasa nilianga hizo mambo vizuri sana. Acha nikwambie, I think wakati before niingie kwa maji leo, tulikuwa hapa na maombi usiku. Na nilikuwa naomba Mungu, nikamwambia Mungu, vile ambapo naingia kwa ile maji, sirudi vile niko. Hizo vitu zote zitapaki huko. Nikuwe sasa mpya. Mama, nataka nikwambie kitu moja. Hiyo tamka ambayo umetamka hapo kusema ati nitakuwa pastor. Nitakuwa pastor. Na nitabariki hiyo kwa. Sasa hii papa wachawi wanataka vitu hapo. Natamani kuona na wao. Muonyeshe vile kanisa inakuanga. So huyu mama by the way nashukuru Mungu, maana kuwa na mama ni shida. Kuwa na wazazi ni shida. Lakini kama unaona mtoto bado mama bado anakukaribisha, bado unaendelea tu, anakuita mtoto wangu, nilinyenyekea nikasema bwana, huyu ni mamangu, inafanya nyenyekee. Wacha niachane na hizo tabia, wacha niingie. Na siku moja tu ndugu Mike huyu akapatana na mimi saa 10 usiku. Nilikuwa na group karibu zaidi ya 20. Na nilikuwa nataka nimnyang'anye. Yaani nilikuwa kwa njia ambayo si mazuri. Na nikamwambia group yenye tulikuwa nayo, kuna watu wanakuja hapa nataka niwalishe chini wote. Nyinyi ficheni. Kila mtu akaingia. Na Mike ndiye alitangulia. Na Mike kufika kwa light nikaona Mike, nikamwambia wewe bwana, wewe pole. Na nikatoka kanalia, "Ewa sabari." Nikajaribu kuficha panga, kumbe ameshaona hii panga. Nikajaribu nikamwambia na bwana sifiwe. Nikamwambia amen. Nikamwambia saa hii unafanya nini hapa? Nikamwambia nimetoka huko, sasa naenda kwa nyumba. But nia ilikuwa tulikuwa nayo wapige ama ni wanyang'anyi ile ambao ndio iko nayo. But nashukuru Mungu, Mike, Mungu akubariki. Mungu bado hiki alikuwa nani akinipata ananiambia basi rudi church. Mungu atakubariki. Rudi church. Papa sasa mamangu support na pande hii. Wewe utakuja church kweli? Naambia wewe siku moja nitakuja tu. Hivyo mpaka mami kakaniweka kwa line. Akamwambia wacha niamue sasa nirudi tu kwa church. Before niingie kwa church my friend. Up to now Mungu ametendea majambo kubwa sana. Na meza sasa hii naweza piga hata simu nyumbani niongee na mzee. Na niongee na yeye. Na hizi kata ku receive my phone. Ni vile tu mimi mwenyewe ndio sijaamua kumpigia simu. But I know very well nikimpigia simu hizi kata kuchukua simu yangu. So mama usikuwa na wasiwasi. Kama upasta ndio nataka niwe pastor. Hiyo Mungu amesikia sababu nimesimama kwa madhabahu. Nitakuwa pastor na hata hao wengine wako nyumbani bado watakuja, nitaweka kwa hiyo line. Na Mungu awabariki. Amen. Tuje kwa Yesu makofi mazuri. Asifiwe Yesu. Mimi nikisimama mahali hapa nashukuru Mungu kwa ajili ya alinielekeza mahali hapa nilipokuwa nimeshinda nimepigwa na magonjwa. Nilikuwa na magonjwa ya alsa. Alsa ilikuwa imenisumbua sana, lakini nilipofika kwa hii madhabahu, hiyo kitu inaniuma sana. Nilikuwa nimeteseka na hiyo ugonjwa. Nilipofika kwa hii madhabahu nikapokea uponyaji. Niyo nashukuru Mungu. Apart from hiyo, by the way, kitu ilikuwa imebaki moja kwangu. Wanasema kwa kilio ati sina la sitome dawa ikane. Hadi kitu moja imebaki ndani mwangu, nataka nitubu. By the way, nilitubu hizi siku 3 mpaka nikaingia maji. Nilikuwa msharati mbaya. Nilikuwa mpaka msharati umenifanya imenielekeza mpaka niko kwa ndoa, lakini nafanya msharati. Ninaomba Mungu, najua siku ya leo vile niliingia kwa maji yote itakwisha. Kitu moja ninaomba Mungu anielekeza tu kitu moja, nijue anipatie kitu ya kusoma Biblia. Baada ya Biblia na usijui kusoma. Ninasoma lakini nasahau. Mungu anipatie kitu, nibarikiwe. Asante. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sisikii sauti zenu. Bwana Yesu ako siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa majina naitwa Immaculate. Nimeokoka. Bwana Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Mimi si mshirika wa kanisa.
lakini kupitia ule mkesha umekuwa kuanzia Thursday umenifanya nifanyike mmoja wenu. Bwana Yesu apewe sifa. Naweza nikasema ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu kwa jinsi ndivyo asubuhi ya leo. Manake imekuwa muda mrefu sana nikisumbuka na huu mwili wangu na sijakuwa nikijifahamu shida iko wapi. Nimekuwa nikisema nimeokoka kwa muda mrefu. Juzi tu ndio nikapata kutambua kana kwamba mapepo yamenipagaa. Niko na shida mob kwa maisha yangu. Nimekuwa mfungwa wa shetani. Nimefungwa na majini. Nimefungwa na mapepo. Ndio nikapata kugundua kana kwamba nilikuwa nakiri kana kwamba nimeokoka. Lakini sasa ndio naenda kuokoka. Kumbe sikuwa nimeokoka. Manake aliyepangana na mapepo anakuanga hajaokoka. Aliyefungwa na mifungo ya shetani haizi kuwa ameokoka. Ni mpaka atafute njia nzuri aingie awe karibu na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni jirani wa huyu Alice. I think mmemsikia akisema Immaculate mahala fulani hapo katika ushuhuda wake. Siku moja hiyo Thursday nilikuwa kwa nyumba nilisikia Alice akisema. Nilikuwa tu kwa nyumba yangu alikuwa anaongea kwa sauti. Alice akasema mimi naenda kanisani. Nikasema acha nilale. Lakini msukumo ukanikujia. Ukaniambia, "Hebu ita Alice." Na nikamuita Alice, nikamuuliza, "Kwani kanisani kuna nini?" Ndio Alice akapata kuniambia kana kwamba kuna mkesha. Mkesha wa kufunga na kuomba. Na Alice amekuwa akinialika, lakini namwambia hapana, hii kuna kanisa naenda. Hiyo siku hakunialika mbali mimi nilimtafuta. Na nikapata kuja naye hapa kanisani. Na mimi pia nikasema naenda kuanza kufunga na yeye akianza kufunga. Na tukaanza safari ya kufunga kumtafuta Mungu. Lakini hiyo Thursday ndio wakati tuliingia kwenye maombi mtumishi wa Mungu aliniombea. Na nikagundua kana kwamba kweli nilikuwa nimebebesha mizigo mizito kutoka kwetu nyumbani. Wazazi wangu walinifunga nikiwa mdogo, nilikuwa hata sijazaliwa. Nilifungwa nikiwa kwa tumbo ya mama yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nilifungwa hata mpaka na wafu wenye walikufa. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo ndivyo niligundua siku ya Thursday. Kana kwamba kumbe vile nasikia mwili wangu hauko sawa. Kuna vitu niliekewa nami sifahamu. Kuna mapito ambayo nilipitishwa kitambo nami sifahamu. Shosho yangu ndiye amenilea kuanzia nilikuwa mtoto mdogo. Mpaka jinsi nilivyo hivi nikienda nyumbani na nanga kwa shosho yangu. Na namuita kama mama yangu. Na huyo shosho yangu kumbe ndiye alikuwa mchawi wa maisha yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo shosho yangu amenihangaisha. Amenihangaisha. Bwana apewe sifa. Lakini wakati nilipopata ukombozi, nikasema nami nitamwishia Mungu. Nikasema nami maisha yangu na akabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Huyu nimekuwa nikimuita. Nilikuwa nafika etaponi mpaka nauliza Mwenyezi Mungu, kwani hii wokovu inafurahiangwa vipi? Mimi nakiri nimeokoka, lakini sina furaha na wokovu. Matunda ya wokovu siyaoni. Naishi maisha ya mateso, naishi maisha ya masumbuko. Nimekuwa nikimuuliza Mungu maswali mengi sana kwa maisha yangu. Lakini Mungu amekuja kuyajibu at the cause of this week. Bwana apewe sifa. Nimekombolewa. Sasa hivi kama ni wokovu, ninakiri kana kwamba Yesu ameniokoa ya ukweli. Bwana apewe sifa. Kama ni kufufuka pamoja na Yesu na kufufuka na yeye, nimefufuka leo kutoka kwa ile maji. Bwana apewe sifa. Na hakika nilikuwa nasikia hata kuruka kama dama. Nikitembea kwa barabara naambia wenzangu, nahisi mwili wangu uko mwepesi. Nahisi siko kama vile nilivyokuwa. Nahisi kana kwamba nina amani. Nahisi kana kwamba nimetembelewa. Bwana apewe sifa. Asubuhi mchana wa leo namshukuru Mwenyezi Mungu. Hata macho yalikuwa ni shida. Nilikuwa navaa glasses. Nilianza kungojeka nilikuwa mtoto. Nilishangaa sana jana nikitembea jua ikinipiga macho na sisikii vile nilikuwa nasikia. Nikasema hakika Mungu amenitendea. Bwana apewe sifa. Asubuhi leo nikikuja na huyu mama ndio nilikuwa namwambia naona kama ni maajabu. Eti naweza angalia bila glasses. Eti jua inanipiga hivi na naangalia. Hai nikasema huyu ni Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Vile niliingia kwa maji asubuhi leo niliona mkono wa Mwenyezi Mungu. Sikutoka kwa maji jinsi vile niliingia.
Niliingia hivi nikaona mwanga, nikasema huyu ni Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Nilikuwa tunashindwa kuangalia mwangaza, nikasema nimeinuliwa. Nikasema Mungu amenitembelea, nimekuwa nikimtamani. Nimekuwa nikitaka kumtumikia. Nimekuwa mfungwa wa shetani nikisema nimeokoka. Lakini wakati huu simshuhudii shetani tena. Nitasonga mbele na Injili. Na Mungu akanipa neno katika kitabu cha John. Kifungu cha 14. Nataka kusoma mstari wa kwanza. Jinsi vile niliambiwa. Nikakumbuka jana kwanza niliitwa kazi. Nilikuwa nimesimamishwa kazi by the way. Na nikapigiwa simu jana. Nikaambiwa ingia kazi jioni. Kazi yangu nafanyanga jioni natoka asubuhi. It's one of the biggest hotels. So, nikaenda kazini. Na nilipoenda pale kwa kazi, nikakumbuka bishop akitufunza hapa watu wanaenda kubatizwa. Alisema tusikuwe tunavaa trousers. Na tusikuwe tunavaa miniskirts. Na kazi yetu ni lazima uingie na uvae long kama una serve kwa hotel. Huwezi vaa skirt. Basi akasema kama unaenda kazini ni lazima uvae long, enda na skirt ukabadilishie mbele. Lakini nilipoenda kwa nyumba, roho ikawa ngumu. Nikachukua long, nikavaa. Na nikaenda nayo mpaka kazini. Na nikaenda mpaka kwa kazi, kwa nikapata director na ningoja sana nianze kazi. Na nikafika na nikajiandaa kufanya kazi. After kujiandaa, kitu ilinizungumzia. Ikaniambia au kumbuki mliambiwa longi ni makosa kuvaa. Nikakumbusha mpaka mstari mwenye tulisomewa. Unajua nilitani hivi. Nilikuwa nimeenda kazi, nikaambia director asiendelee na kazi. Mimi mwenyewe nimeamua kuacha kazi. Na sina ubaya. Imenishinda tu. Na saa hizo nikatoka, nikatoa vitu za kazi zote. Vitu nilikuwa nimepanga zote nikapangua. Nikatoa mpaka name tag. Kumwambia mimi narudi nyumbani. Akanibembeleza nifanye kazi, nikamwambia hapana. Moyo umekataa. Na nikarudi nyumbani. Ufio kwa nyumbani nikamuuliza Mungu, ndio nimeamua kuacha hii kazi. Ndio, hii kazi inifurahishi, kazi ya usiku. Kazi ya klabu imeshikana na hoteli hainifurahishi. Sifurahishi na kuvaa longi maana maandiko imekataa. Lakini nikaambia Mungu nimekuja nyumbani, nitakula nini? Hii ni msimu wa Christmas. Nikamuuliza jamii yangu inayonitegemea itakula nini wazazi wangu. Lakini nikazungumzwa tu. Nilikuja mpaka hapa kanisani kwa mkesha. Nilikuwa nimwambia bishop pastor singii kwa mkesha leo. Jana. Nilipoingia hapa neno la Mungu lilinizungumzia. Ndio nataka kusoma sasa hivi. Kitabu cha John chapter 14. Moyo wangu ulikuwa na huzuni sana. Sikuwa na amani. Nikikumbuka nimeacha kazi. Na nikikumbuka na kuja kumfuata Mungu na sina lolote. Nyumba ndio naishi, si ndalipa na nini. Lakini Mungu akaniambia, do not let your heart be troubled. Believe in me. Believe. Mungu akaniambia hivi, do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. That was the only verse I was given. Na ilini encourage. Nikasema Mungu aishivo. Kama sina jambo lolote, nitakuwa na amani maana ataprovide. Yes. Nitamwamini yeye na atatenda. Asubuhi leo nilikuwa naambia mama hapa tukitoka kwa ubatizo. Namwambia unavyoniona hivi nimeacha kazi. Lakini nafika at a point. Mbele na nyuma nilikuwa na 24. Sikuwa na shilingi nyingine. Nilikuwa nauliza Mungu, ndio nimebatizwa, ndio nimeamua kukuishia. Mbele na nyuma niko na 20 shillings. Sijakula breakfast. Nimekuwa kwa kufunga na kufunga. Naenda kufungua na 20 shillings. Lakini ndani yangu nilikuwa nahisi amani. Inaniambia kana kwamba don't be troubled because I am with you. Don't fear. Everything I will provide. I am your father. Praise the name of the Lord. Nikakumbuka nikimwambia mamangu hapa, mimi nahisi nina amani. Nimekosa lakini nina amani. Namwambia sijai kuwa hivyo, nikikosa nasumbukanga sana. Lakini leo niko na amani. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapomkimbilia Yesu tunapata mambo mengi ya ajabu. Anazidi kutuongoza, anatubariki. Hata kama hauna unafeel kana kwamba uko nayo. Bwana apewe sifa. Mimi asubuhi ya leo kabisa moyoni mwangu najua kana kwamba Mungu ataniwezesha kumtumikia. Sikuokoka tu nikae. Nina imani kana kwamba atanitumia kufanya kazi yake. Nina imani. Na itakuwa na mazao. Akiniuliza ulifanya nini wakati uliokoka, nitakuwa naweza kumwambia baba nilifanya hii.
Sikukaa, nilitimiza maandiko. Bwana apewe sifa. Ninapoanza huo wokovu wangu, najua ni safari, lakini nina imani kana kwamba sikai. Mungu atanipa mwelekeo na ataniongoza jinsi ya vile ya kuelekeza hii injili. Bwana apewe sifa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, mzidi kubarikiwa. Wow. Pigi Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Amen. That is a living testimony. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hayo mambo makubwa ameyatenda. Bwana asifiwe kanisa. Sekunde tu kidogo brother. Kwa majina naitwa Ndunda. Yes. Michael. Nitaharakisha kidogo juu nimeona vile kumeendelea. Mimi nilikuwa mmoja wa kubatizwa, lakini nilikuwa na kambali huko makutano. Ile hali nilikuwa nakuja naye kabla mashida kwa njia nikachelewa. Lakini nashukuru Mungu juu nimefika. Nimesikia nikisemekana subira ni mzuri. Tasubiri hata hiyo mwaka ingine. Sitaharakisha juu hakuna njia ingine. Asante sana. Amen. Pigi Bwana Yesu makofi mazuri. Wow. Hallelujah. Hayo ni mambo makubwa Bwana ameyafanya hapa. Najua kuna ushuhuda mwingine pia huko katikati yetu, lakini tutawaruhusu wapendwa baadaye Mungu akitupa